Kwa sababu tunatakiwa tumdefine kipindi ambacho ametoka. Maendeleo yake wakati alikoenda kuweza kumfuatilia sana, lakini kwa namna ambavyo alikuwa ametoka Yanga, kama atakuwa yuko vile vile au ameongeza kiwezo kidogo, maana yake ni mtu ambaye anaweza kusaidia Yanga. Kwa jinsi ambavyo unavyomfahamu vizuri mchezaji huyu Stefano Aziz Ki, kwamba alifanya vizuri, kuna haja Young Africans kuendelea kuzungumza naye kwa ajili ya kumrudisha, ama kulikuwa na haja pia kuchagua machaguo mengine? Kama nilivyotangulia kusema kwamba kama Aziz Ki ni yule ambaye tunamfahamu, maana yake ni bado ni mchezaji ambaye anaweza akaja akaisaidia pia Yanga. Na kwa uzoefu wangu na namna viongozi wa Yanga wanaofanya clinic, nina uhakika kabisa kwamba inawezekana kiwango chake ambacho alitoka nacho aidha kinabaki vile vile au kimeongezeka mpaka wao wakaona kwamba anastahili kurudi na kuweza kutumikia Yanga. Na kwa kikosi cha Young Africans ambacho kipo hivi sasa kikiongozwa na Pacome, Alan Okello, Prince Dube, unaiona nafasi ya kwanza moja kwa moja kwa mchezaji Stefano Aziz Ki? Kwangu mimi naweza nikasema kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kufika anaanza, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana upekee katika namna ya kucheza mpira. Upekee wake ukoje? Kama tunavyofahamu kwamba ni mchezaji ambaye ni mzuri kwenye kufunga magoli, umeelewa? Lakini sio magoli tu kawaida, magoli ambayo akiyazoea kuyaona kwenye timu ya Yanga, kwa sababu mara nyingi alikuwa akifika kwenye eneo linalokaribia goli au nje hata ya 18, ni mchezaji ambaye alikuwa anaweza kushuti. Kwa hiyo kwa sifa hizo naamini kwamba ana nafasi ya kuweka pale. Kwa kiuhalisia unaiona nafasi yake ya kuingia kwenye kikosi moja kwa moja? Bila shaka naiona nafasi moja kwa moja kama atakuwa Aziz Ki yule ambaye tunamfahamu. Lakini ukiangalia kwenye nafasi yake yuko pale Pacome, yuko Alan Okello, ina maana kwamba kati ya hao mmoja anapaswa kuanzia benchi kumpisha Stefano Aziz Ki. Lakini kama tunavyofahamu kwamba Aziz Ki wakati anatoka wote tulikuwa tunatambua alikuwa na nafasi gani kwenye timu. Ina maana wapo ambao walikuwepo kipindi ambacho yeye yupo. Sina hakika kwamba wale ambao wapo wanaweza wakafanya kitu cha ziada kwake yeye, kama yeye atakuwa na kiwango kile ambacho tunamfahamu. Mimi naamini kabisa hayo majina ambayo nimeyataja, yupo yeyote anaweza akampisha kulingana na mfumo wa mwalimu. Lakini pia sidhani kama inashindikana Aziz Ki kucheza na hao watu wote pamoja, kwa sababu kwenye namna ya utengenezaji wa timu bado mwalimu anaweza akatumia wachezaji wote pamoja. Kocha anaweza akatumia wote watatu, Stefano Aziz Ki, Alan Okello pamoja na Pacome. Yote inawezekana, kwa sababu mmoja anaweza akaanza namba 10, mwingine akacheza winga kulia, mwingine winga kushoto. Nafikiri wanaweza akacheza vizuri. Na kwa kikosi cha Young Africans hivi sasa, kipi ambacho umekiona uongozi unapaswa kuongeza? Nafikiri waongeze katikati basi, kwa sababu nafikiri kwa sasa hivi tegemeo kubwa ni Duke Abuya. Sasa yeye ndo amekuwa key player. Sasa aina yake maana yake wanataka wapate waliomzidi yeye au level yake yeye, hata wawili waweze kuonyesha ushindani na kuweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Lakini pia mbele tunatakiwa waongeze. Kwa hiyo pale mbele kati ya Prince Dube na mchezaji Depo kuna mmoja anapaswa kutoka. Sasa hilo lipo, kwa sababu kama tunafahamu idadi ya machezaji kwenye timu haitakiwi kuwa moja au wawili au watatu. Tunaweza kupata, kwa sababu sehemu ambayo ndio kuna mabadiliko mara kwa mara uwanjani. Kwa hiyo hata pia watatu wanne sio mbaya sana. Maana sasa hivi kama kwenye position ya namba 9, maana ni Depo yake. Kwa ukiwalisia kwamba Dube si mshambuliaji pase kwenye eneo hilo.
bahati nzuri Dube ni mchezaji ambaye anaweza akasimama, lakini tunajua kama anafanya mobile, anafanya sana movement kwenye lile eneo. Lakini kwenye mazingira ya uhitaji striker, kama tumekosa kabisa, bado tumeweza kumtumia, lakini kwa namna ambavyo anatoka Dube, hata anapocheza anaweza akacheza kama playmaker, na ndio maana nafikiri hata kwenye timu bado ana assist nyingi, sababu haina mchezo mchezo. Kwa hiyo wanapaswa kumsajili mshambuliaji ambaye yule wa kusimama na yule mwenye uchu wa kufunga. Hiyo litakuwa ni jambo jema sana, japo kuna wachezaji wengi wanaweza kufunga kwenye position tofauti, lakini naamini kabisa akiwepo mchezaji ambaye anaweza akasimama akawa ni goalgetter, itakuwa jambo jema zaidi. Umeyataja maeneo mawili, eneo la kiungo na eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo hayo ndio maeneo ambayo yanapaswa kufanywa kazi, hakuna sehemu nyingineyo. Pia wanatakiwa, kwa sababu nimeona, sina taarifa rasmi, lakini tetesi au ni waandishi habari tunavyoongea kulegea kulia Isla Mwenda, sijajua ana changamoto gani, na kama kuna changamoto yoyote ambayo anayo na hata kwa sehemu ya msimu ujao, basi pia anatakiwa ongeze kwa nafasi ya kulia. Kwenye beki ya kati ya Baka na mwenzake pale hapaswi kuongezwa mtu. Pia anatakiwa ongeze mtu mmoja, kwa sababu Dickson Job sijajua atirudi atakuja kwenye kiwango gani. Kwa hiyo maana yake pale tunaweza kusema kwamba wachezaji wa uhakika tuliokuwa nao ni Baka na kapteni. Kwa hiyo maana yake, kwa sababu Job alikuwa na majeraha ameweka nje kwa muda mrefu, tunategemea apate recover. Sasa lazima apatikane mtu mwingine ya kutosha au tatizo litakapotokea. Kwa kiwalisia Yanga wanapaswa kufanya usajili mkubwa zaidi kwenye dirisha lijalo. Wanawezekana wakasajili wachezaji 4 5, ikawa timu ikawa bora zaidi. Na kuna taarifa kwamba huenda wakaachana na mchezaji Shadrack Kiboka. Wewe unaonaje? Hayo ni nafikiri unajua mimi namzungumzia kwa kumuona kwenye performance, kwa uwezo wake. Mimi naona mchezaji ambaye anafaa. Lakini sasa unajua kwenye timu kuna mambo mengi sana mpaka mchezaji anakuwa anatoka. Inawezekana wana mchezaji ambaye anakuja kwa zaidi yake. Inawezekana ana changamoto ndani ya timu. Inawezekana kuna mambo mengine nje ya uwanja. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ndani yake. Lakini kwenye swala la performance sina doubt sana. Kwenye eneo la kiungo umezungumza kwamba mchezaji huyu kutoka Kenya huyu anapaswa kuongezewa mtu, si ndio? Duke Abuya. Lakini pale kuna Damaro ina maana kwamba Damaro bado naye hatoshi. Bado siona kama anatosha, sababu bado kwa anahitaji mtu mwingine. Kwa mtazamo wangu. Kwa kiwalisia kwamba Yanga ya msimu huu imekuwa tofauti na ya misimu miwili ya nyuma kutokana na maeneo hayo bila shaka. Hapana. Sijazungumza kwenye hayo maeneo kuna changamoto. Pia nimezungumza kwamba anatakiwa watu. Kwa sababu Mwamnyeto anacheza. Baka anacheza. Lakini tumezungumzia risk kwa maana itapotokea changamoto. Watu tunajadili hapa. Kuna baadhi ya wachambuzi wanaamini kwamba Yanga imeanza kuporomoka kwa namna ambavyo inavyocheza kwenye mechi zake. Hilo linaweza likazungumzwa, lakini mimi siwezi kusema moja kwa moja kwamba imeporomoka. Ile naweza nikasema kwamba tayari, kwa sababu walikuwa kwenye mzunguko wa kufanya vizuri. Sasa labda wapinzani wamekuja kujua zile changamoto au zile weakness za timu, manake ndio maana anazifanyia kazi, kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanafanya vizuri kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo inawezekana kubadilisha pia wachezaji, inaweza kuwatengenezea kitu kipya ambacho wachezaji wa timu pinzani au timu pinzani ikashindwa kuwajua wapi pana makosa au wapi pana bora. Okay, na Yanga imekuwa ikibadilisha mara kwa mara makocha, na kwa sasa pia licha ya kuwepo kwa kocha wa hivi sasa ambaye anakaimu, lakini kuna mpango wa kumpata kocha mwingine. Kwenye engo hiyo unasemaje hapo? Ni target za timu. Maana kama wafikii target za timu, si jambo la kawaida kwa timu kumuondoa kocha, kwa sababu nina uhakika kabisa wanapokaa chini kuzungumzia mikataba yao kuna makubaliano wanakuwa wanaikiana. Na mimi nina uhakika kwamba kile ambacho nakubaliana labda kinakuwa kijatekelezwa, ndio maana nasema maamuzi haya. Basi mimi nikushukuru sana kwa kile ambacho umekieleza kiufundi kabisa kuhusiana na hili. Nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube
Mwandike Digital.